Siku ya kwanza mara baada ya ufunguzi wa kongamano lililowakutanisha wahudumu wa kanisa Anglikana Tanzania wanawake katika nafasi za uchungaji, ushemasi na watawa, mengi ya kuvutia yamefanyika ikiwa ni pamoja na maandamano, ibada, uimbaji na mafunzo kuhusu maendeleo ya kanisa na watumishi hao wanawake, ambapo dhana ya utegemezi imetajwa kuzitesa nchi za SADC. Uswege Martin ni mkuu wa mchakato wa maendeleo ya kanisa na jamii katika nchi hizo unaojulikana kama CCT, na hapa anasema moja ya kitu kinatusumbua na hii sio kwa Tanzania. Kimsingi bara la Afrika linateswa na jambo moja, especially kusini mwa jangwa la Sahara, dhana ya utegemezi. Nadhani dhana ya utegemezi ni moja ya dhana ambayo inatusumbua sana kwenye bara la Afrika, na kama kuna sehemu ambayo tunahitaji tuitibu ni kuiondoa ile dhana ya nini ya utegemezi kwenye nchi zetu za Kiafrika. Sasa hii unaweza ukaiona kwamba kwenye level ya nchi, kwanza kwenye level ya bara, level ya nchi, nenda kwenye level ya taasisi, lakini mpaka kwenye level ya familia na level ya mtu mmoja mmoja. Na bahati mbaya sana kwa saizi ni kama vile unaweza kuona inafanyaje, inaongezeka. Mimi naweza nikasimama hapa na akitokea mmoja amechomoza hivi, inawezekana wale ndugu wote wakawa wanamtazama huyu mtu mmoja. Sasa kuna wakati badala huyu mtu kwenda mbele inabidi asimame, na kweli atafanya, na ipo siku na yeye anafanyaje, anavutwa chini. Kwa hiyo siku likitokea tatizo kubwa, hatuna mtu wa kutusaidia kutoka pale, na kwa sababu kuna mtu anaacha, anasema mimi kwa sababu kaka hakunipa, kwa hiyo mimi sifanye, na anaona kwamba ni haki yake kwamba si kaka hakunipa, kwa hiyo mimi sifanye. Kwa nafikiri tuna shida ambayo tuko nayo kwenye dhana ya utegemezi, ambayo nadhani toka nimeanza kufanya haya mafunzo, huu ni mwaka wa 18 na kuweza kuenda kwenye nchi mbalimbali. Tena kuna wakati kuna heri ya nchi yetu ya Tanzania, nilipata nafasi ya kwenda DRC Congo. Yaani vile ambavyo mashirika mengi ya misaada yako kule, kufanya shughuli za maendeleo kama hizi inakuwa changamoto kubwa sana, kwa sababu tayari iko kwenye dhana ya nini ya kupokea kuliko kufanyaje, kujitegemea. Katika kongamano hilo linalofanyika mkoani Tabora kwa takriban juma zima ndani ya kumbi za kanisa la Mtakatifu Stephen, mkuu huyo wa CCT anatoa ushauri huu. Yaani ile mtazamo wako ndio bustani ambayo inaweza ikazalisha kitu chochote kile kinachodondoka hapo. Ukidondosha mbegu ya kushindwa itashindwa, ukidondosha mbegu ya kuweza itaweza. Kwa hiyo inategemea kwamba kwenye brain yako au kwenye ile mindset unadondosha mbegu gani, na ndipo inapokuja Mungu anasema linda sana moyo wako, kwa sababu sasa unacholisha akili yako ndicho ambacho kinapanda kwenye brain yako. Kama nikimwambia mwanangu uwezi, na nikwambie hivi hataweza, unaona wewe mjinga wewe, mbona kila siku unafeli, inaingia kwenye akili ya mtoto kwamba mimi ni mjinga, mimi ni kwa. Hata siku akitokea amepata maksi kubwa, akili yake itamwambia umepata kwa bahati mbaya. Kwa hiyo leo amepata, kesho anarudi tena kule alikotoka. Kwa kama kuna kitu cha kukifanya ni kuikuza ile mindset ya kwetu na mindset ya kizazi chetu ili iweze kwenda mbele. Ama kwa upande wake, katibu mkuu wa kanisa Anglikana Tanzania Dr. George Otieno Lawi akatoa ushauri huu, huku akiongeza na ombi kwa wahudumu hao wanawake. Wewe unataka maziwa mengi na ng'ombe ameishiwa maziwa, hata ukimpiga maziwa yafanye nini? Hayaongezeki. Unachotakiwa ni kwenda kutafuta malisho, mpe ng'ombe chumvi, mpe na maji, mpe na mapumba yaliyochanganywa na mashudu. Ukifanya hivyo maziwa yatafanya nini? Itaongezeka. Sasa na ninyi wachungaji wenzangu, sio tu kusema toweni, hamtoi, Mungu atawalaani, hamtafanikiwa. Tafuta maji ya chumvi, tafuta na mashudu, tafuta na majani, walishe ili waweze kutoa maziwa yafanya nini? Ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hiyo ndiyo maana mmekuja hapa, na wiki lote hili mtazungumza na hawa watu hapa. Lengo ni kukufanya ujisikie kukosa amani, na lengo ni kukufanya uchukie. Na sisi hatutaki utoke hapa umefurahi, tunataka utoke hapa tumekukwaza. Kwa sababu tunakwambia kwamba unavyofanya sio sawa. Ng'ombe amemaliza maziwa, wewe umekazana tu kutaka ng'ombe atoe maziwa wakati haumpi nini? Humpi chumvi.
mapumba ufanye nini? Haumpi. Na wakati mwingine mapumba yanapanda bei, inatakiwa ukanunue nini? Mapumba uje ulishe ili upate nini? Kwa hiyo mimi nataka niwaombe sana kwamba hatuna tena mtu mahali pengine anayeweza kuja kulikwamua kanisa hili kwenye changamoto zake, ziwe za kiuchumi, ziwe za kijamii, ziwe za kimaendeleo. Sisi wenyewe ndio lazima tugeuke kuwa wahusika wa kutatua matatizo yetu. Na kama kuna aina moja ya uwekezaji ambayo tunahitaji, ni ya kufanya tu watu wafikiri tofauti. Watu wale wale wakifikiri tofauti watabadilika ndani ya mazingira yao, kwa sababu kwanza wanayafahamu. John Israeli, Banda Media, Tabora, Tanzania.